Ndugu zangu wapendwa, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu, na leo tunatafakari masomo ya Dominika ya kwanza ya kipindi cha Kwaresma mwaka A, mwaka wa kanisa. Somo letu la kwanza siku ya leo linatoka katika kitabu cha Mwanzo sura ya 2 aya ya 7 mpaka aya ya 9 na sura ya 3 aya ya kwanza mpaka ya 7. Somo la pili ni waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 3 aya ya 12 mpaka aya ya 19. Huku somo la Injili siku ya leo ni Injili ya Mathayo sura ya 4 aya ya kwanza mpaka aya ya 11. Karibuni basi ndugu zangu wapendwa, tuweze kutafakari kwa pamoja sehemu hii ya maandiko matakatifu. Na nipende kuwakaribisha na kualika nyote. Kama bado hujasubscribe katika channel hii, bonyeza maandishi yanayoandikwa subscribe, kisha utabonyeza alama ya kengele itakayofuatia, na hapo utafanyika mwanafamilia na mpendo sana wa channel hii. Karibuni basi ndugu zangu wapendwa, tuweze kutafakari kwa pamoja sehemu hii ya maandiko matakatifu. Na kanisa liko katika kipindi cha Kwaresma. Ni kipindi cha matayarisho ya roho zetu kwa njia ya toba, kusali, kufunga na kuwasaidia wahitaji. Na tukianza tafakari yetu na somo letu la kwanza ambalo kama jinsi nimekwisha kufahamisha hapo awali ya kwamba ni kitabu cha Mwanzo sura ya 2 aya ya 7 mpaka aya ya 9 na sura ya 3 aya ya kwanza mpaka aya ya 7. Somo hili la kwanza linafafanua juu ya anguko la mwanadamu katika dhambi. Na anguko la mwanadamu katika dhambi pamoja na dhambi zenyewe ndiyo shabaha kubwa ya kipindi hiki cha Kwaresma. Na tunafahamu ya kwamba Mwenyezi Mungu baada ya kuwa ameumba ulimwengu na kumuumba mwanadamu na vitu vingine vyote aliviona ni vyema. Sasa swali linakuja, je, nini ni chimbuko la maovu? Mwenyezi Mungu aliumba uovu, kipi ambacho kimekuwa ni sababu ya uovu kuingia ulimwenguni? Mbona mwanadamu amekuwa muovu? Mbona mwanadamu amekuwa zaidi ya mnyama? Mbona mwanadamu ni katili? Mbona mwanadamu anatenda matendo ambayo hayampendezi Mwenyezi Mungu? Kwa nini uovu? Je, uovu sababu yake ni nini? Dhambi imesababishwa na nini? Dhambi imeingiaje ulimwenguni? Sasa majibu ya maswali yote hayo ndio ambayo yanapatikana katika somo letu la kwanza. Sababu ya uovu, sababu ya dhambi ni faulo au kosa ambalo alilitenda mwanadamu baada ya Mwenyezi Mungu kuwa amekamilisha uumbaji wa vitu vyote. Na faulo hiyo au kosa hilo ambalo sasa tunaweza tukasema linajulikana kama kiburi cha mauti cha mwanadamu, ndio kimekuwa ni chimbuko la maovu yote katika ulimwengu huu, kama jinsi ambavyo tunaelezwa katika somo letu la kwanza siku hii ya leo. Baada ya Mungu kuwa amemuumba mwanadamu na baada ya Mungu kuwa ameumba vitu vyote ulimwengu wote na kumuumba mwanadamu na kumweka katika bustani ya Eden na kumkabidhi bustani hili mwanadamu aweze kuilima na kuitunza, Mwenyezi Mungu alimpa sharti moja ya kwamba anaweza akala matunda yote kabisa yaliyomo katika bustani hiyo ya Eden, lakini alimpa marufuku ya kutokula tunda la mti wa utambuzi wa mema na mabaya. Alimpa uhuru wa kuchagua matunda yote anaweza kala isipokuwa mti wa utambuzi wa mema na mabaya. Lakini shetani katika umbo la nyoka anamshawishi mwanadamu ale tunda hilo kwa kumwahidi ya kwamba atakuwa na ujuzi kama alionao Mwenyezi Mungu wa utambuzi wa mema na mabaya. Na mwanadamu huyu kwa sababu sasa ya kiburi hicho cha uzima, faulo hiyo walioitenda, wakala tunda hilo la mti wa ujuzi wa mema na mabaya, ndipo ambapo lilipokuja anguko la mwanadamu katika dhambi. Na kuanzia hapo mwanadamu akawa muovu na matendo ya uovu na dhambi ikaingia ulimwenguni. Na hapo baada ya kuwa wamekula tunda hilo, wakabaini ya kwamba jambo la kwanza kwa haraka, wakabaini ya kwamba wako uchi, katika tafsiri ya kwamba ile kinga ya kimungu dhidi ya mwanadamu huyu imeondolewa. Ile neema ambayo Mwenyezi Mungu aliumba na kuiweka dhidi ya mwanadamu huyu, sasa ile neema imeondoka, na anabaini ya kwamba yuko uchi. Anachagua kumsikiliza shetani kuliko kumsikiliza Mwenyezi Mungu, na matokeo yake dhambi sasa inaingia, pamoja na matokeo ya dhambi yanaingia ambayo ni mauti. Na Mwenyezi Mungu baadaye aliamua kumfukuza mwanadamu kutoka katika bustani hiyo. Hilo ndilo ambalo somo la kwanza linatueleza. Nini ni chimbuko la maovu ya mwanadamu? Lakini Mwenyezi Mungu ni Mungu mwenye huruma. Haya maovu ya mwanadamu yamesababisha mauti,
Sasa mwanadamu anakufa, Mwenyezi Mungu anaamua kuandaa mpango wa pili wa kumkomboa mwanadamu na kumnusuru kutoka katika hali hiyo ya kufa na hali hiyo ya dhambi. Anaamua kuunda ulimwengu mwingine upya na anamleta Adamu mwingine wa pili ambaye ndiyo Bwana wetu Yesu Kristo. Na maneno hayo ndio ambayo tunayoyapata kutoka katika somo la pili siku ya leo, ambalo linatoka katika waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 5 aya 12 mpaka aya ya 19. Mtume Paulo ndio anayetajwa kama mwandishi wa waraka huu akiwa katika mji wa Korinto, na hiyo inatajwa kuwa kati ya mwaka 57 au mwaka 58 baada ya Kristo. Paulo aliandika waraka huu kwa kanisa la Rumi ambalo hakuwa amelianzisha yeye mwenyewe wala hakuwa amewahi kufika katika kanisa hilo la Warumi. Sababu hiyo ndio inayopelekea utofauti wa kimuundo na kimtindo kati ya waraka huu kwa Warumi na nyaraka zingine za Paulo. Nyaraka zingine kwa asilimia kubwa Paulo amejikita zaidi kutatua matatizo yaliyokuwa yameibuka katika makanisa hayo ambayo yeye ameanzisha. Nyaraka hizo mbalimbali ambazo alizoziandika ni kwa ajili ya kusuluhisha matatizo mbalimbali. Lakini katika waraka huu kwa Warumi, Paulo amejikita zaidi kuelezea teolojia mbalimbali msingi ambayo ni uti wa mgongo wa imani ya Kikristo. Na leo katika somo hili la pili, Paulo anasema kwamba sababu ya mtu mmoja ndiyo dhambi ikaingia ulimwenguni. Kutoka kwa mtu mmoja dhambi ikawa imeingia ulimwenguni. Kutoka kwa Adamu wa kwanza dhambi ikawa imeingia ulimwenguni, na dhambi hiyo ikatoa mshahara, na mshahara huo ndiyo mauti. Hivyo basi kutoka kwa mtu mmoja dhambi ikaingia, na kutoka katika dhambi hiyo iliyoingizwa na huyu mtu mmoja mauti na yenyewe yakapata kuingia. Kwa hiyo mwanadamu akafa. Mwenyezi Mungu akumuumba mwanadamu aweze kufa, lakini mauti yameletwa na mwanadamu mwenyewe kwa sababu ya dhambi zake. Lakini kwa sababu ya huruma ya Mwenyezi Mungu, Mungu analeta tumaini lingine lipya, na tumaini hilo ni kwamba Mwenyezi Mungu anaamua kuumba upya na kumleta Adamu mpya ambaye ni Adamu wa pili, na yeye ndiye Bwana wetu Yesu Kristo. Adamu huyu wa pili yeye ni mtiifu, hana kiburi cha mauti kama alivyokuwa Adamu wa kwanza. Adamu huyu wa pili yeye analeta neema, na neema hii ndiyo inayoleta uzima wa milele kwa wote ambao wanamwamini na wote ambao wanafata maongozi ya Adamu huyu wa pili. Na katika somo la Injili siku ya leo ambao ni Injili ya Mathayo sura ya 4 aya ya kwanza mpaka aya ya 11, mwinjili hapa katika somo hili la Injili anataja mambo makubwa mawili kwa Kristo. Jambo la kwanza ni kufunga kwa Yesu, na jambo la pili ni kushawishiwa kwa Yesu. Jambo la kwanza, Yesu anafunga kwa siku 40 mchana na usiku. Yesu anatimiza moja ya tamaduni ya lazima kwa kila Myahudi. Tunafahamu ya kwamba Wayahudi walipaswa kufunga, na hususani walifunga kwa masaa 25 katika sikukuu ya Yom Kippur, sikukuu ya ondoleo la dhambi, ambayo huwa inaadhimishwa kila tarehe 10 ya mwezi Tishri, mwezi wa Kiyahudi ambao ni kati ya mwezi Septemba au mwezi Oktoba ya kalenda ya kawaida, kama jinsi ambavyo ilivyoagizwa katika kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 23 aya 26 mpaka aya ya 32. Lakini vile vile Wayahudi walipaswa kufunga katika sikukuu ya Tisha B'Avu ambayo huadhimishwa kila tarehe ya 9 ya mwezi Avu ambao ni mwezi wa 7 au mwezi wa 8 katika kalenda ya kawaida. Hapo Wayahudi walikumbuka kubomolewa kwa mahekalu yao, na yote ilivyo vizuri yalibomolewa tarehe ya 9 ila mwaka tofauti. Hekalu la kwanza lilibomolewa tarehe ya 9 ya mwezi Avu ya mwaka wa 586, na lile la pili lilibomolewa mwaka wa 70 na wa Roma, na ukiongozwa na kamanda wa jeshi anayejulikana kama Pompei. Lakini vile vile Wayahudi walipaswa kufunga katika sikukuu ya kusherehekea siku ya Esta, lakini walipaswa kufunga katika sikukuu ya Gedalia ambaye alikuwa ni gavana wa Kiyahudi aliyeuawa na Wababeli. Lakini vile vile walipaswa kufunga katika sikukuu ya Hanuka, sikukuu ya mianga, walipokumbuka kutabarikiwa kwa kanisa lao ambalo kwa hekalu lao lililokuwa limefanywa na Disi na Antiochus Epiphanes. Na sherehe hii ni tarehe ya 25 kila ya mwezi Kislev ambao ni mwezi wa Desemba
wa kalenda ya kawaida ya Kigregori. Lakini vile vile Wayahudi walipaswa kufunga katika sikukuu ya Erevu, lakini mfungo huu uliwahusu watoto wa kiume tu, tena walio watoto wa kwanza kwa kuzaliwa, kukumbuka pigo la 10 ambalo Mwenyezi Mungu aliwapiga wa Misri. Zilikuwepo sababu mbalimbali za Wayahudi kufanya mfungo, yani Tanit. Na sababu hizo, sababu ya kwanza ilikuwa ni kwa ajili ya kuomba toba ya dhambi zao, kama jinsi ambavyo ilivyoelekezwa katika kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 16 aya 29. Lakini vile vile kuomboleza dhidi ya amri kandamizi ya wafalme wasiokuwa na utu, wafalme wakatili, hususan mfalme Artashasta ambaye aliyekusudia kuangamiza Wayahudi wote, kama jinsi ambavyo tunavyosoma katika kitabu cha Esther sura ya 4 aya ya 17. Lakini vile vile walifunga kwa ajili ya kuomba ondoleo la mateso yaliyosababishwa na dhambi zao. Lakini vile vile walifunga kwa ajili ya kuomba ondoleo la majanga mbalimbali yaliyosababisha ukame, kama jinsi ambavyo tunavyosoma katika kitabu cha nabii Yoeli sura ya 1 aya ya 13. Lakini vile vile walifunga kwa ajili ya kumshawishi Mwenyezi Mungu abadili maamuzi yake na kuwahurumia, kama jinsi ambavyo tunavyosoma katika kitabu cha nabii Yona sura ya 3 aya ya 5. Baada ya wao kuwa wamefunga na kuvaa mavazi ya magunia na kulia na kuomboleza, Mwenyezi Mungu aliwasamehe watu wa Ninawi. Lakini vile vile walifunga kwa ajili ya kujiandaa na vita, kitabu cha kwanza cha Samueli sura ya 14 aya ya 24. Lakini vile vile walifunga kwa ajili ya kumwomba Mwenyezi Mungu awalinde dhidi ya mashambulio ya maadui zao, kitabu cha Ezra sura ya 8 aya ya 21 mpaka aya ya 23. Lakini vile vile walifunga kama ishara ya uchaji au ishara ya kumcha Mungu. Mfano kamili tulionao ni Yudithi, mwanamke mjane mcha Mungu aliyefunga siku zote za ujane wake isipokuwa siku moja tu kabla ya Sabato na siku ya Sabato hapo hakuweza kufunga, kama jinsi ambavyo tunavyosoma katika kitabu cha Yudithi sura ya 8 aya ya 6. Kwa ujumla Wayahudi walifunga kwa ajili ya mambo makubwa manne. Jambo la kwanza lilikuwa ni kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Jambo la pili ni kwa ajili ya sikitiko la dhambi. Jambo la tatu walifunga kwa ajili ya kuomba msaada wa Mungu kwa njia ya sala, na jambo la 4 walifunga kama sehemu ya uchaji kwa Mwenyezi Mungu. Na namna mbalimbali za kufunga kwa Wayahudi zilikuwa kama ifuatavyo. Jambo la kwanza, walipaswa kutokula chakula wala kunywa kinywaji chochote, kama walivyoelekezwa na kitabu cha nabii Samueli kitabu cha kwanza cha Samueli sura ya 14 aya 24. Lakini vile vile kutokujipaka marashi wala manukato ya aina yoyote, kama tunavyosoma katika kitabu cha Esther sura ya 4 aya ya 17. Lakini vile vile kutokuvaa mavazi ya kifahari, na walipaswa wavae mavazi ya magunia na kujipaka majivu, kama tunavyosoma katika kitabu cha Yona sura ya 3 aya ya 17. Lakini zaidi ya yote, mfungo uliohusisha sherehe ya Yom Kippur na sherehe ya Tisha B'Av pamoja na sherehe zingine, Wayahudi walikatazwa kushiriki tendo la ndoa, wakiamini ya kwamba tendo la ndoa au zile hisia na miemuko ya zinazopelekea tendo la ndoa zinatoka kwa pepo anayejulikana kwa jina la Yetzirahari. Hivyo walipaswa kumshinda ili roho ovu huyu asiwaingie na kuvunja fungo yao. Hivyo hawakupaswa vile vile kushiriki katika tendo la ndoa. Yesu akiwa ni Myahudi anatimiza taratibu hizo za Kiyahudi, lakini vile vile anatupa mfano ya sisi ambavyo tunapaswa tufunge. Na jambo la pili, Yesu anajaribiwa na Shetani. Kama ambavyo alijaribiwa Adamu wa kwanza na Shetani na akawa ameangushwa katika kishawishi hiki, Adamu wa pili vile vile anajaribiwa na Shetani, lakini Shetani anashindwa kumwangusha Adamu huyu wa pili katika dhambi. Jambo kubwa ambalo Shetani alimjaribu Yesu pamoja na Adamu wa kwanza, aliwajaribu katika chakula. Yesu anajaribiwa katika chakula. Shetani anamwambia Yesu kwamba anaweza kageuza mawe yale yawe mkate ili aweze kula na kutuliza njaa yake, funga yake ya siku 40. Lakini Yesu anamjibu ya kwamba mwanadamu hataishi kwa mkate tu, lakini mwanadamu ataishi kwa mkate pamoja na kwa neno linalotoka katika kinywa cha Mwenyezi Mungu. Adamu wa kwanza alijaribiwa kwa chakula, kwa tunda. Yeye akaanguka katika dhambi kwa sababu ya kiburi cha umauti cha Adamu huyo wa kwanza.
akawa amemkosea Mwenyezi Mungu. Lakini angeweza kuwa kama Adamu wa pili ambaye ni Yesu, angepaswa amjibu shetani ya kwamba mwanadamu hatoishi kwa tunda peke yake, bali kwa kutii kila neno linalotoka katika kinywa cha Mwenyezi Mungu. Na sisi hapa tunalo la kujifunza, ule moyo wa utiifu katika maagizo ambayo Mwenyezi Mungu anatupatia. Hivyo ndugu zangu wapendwa, katika tafakari ya leo, Dominika hii ya kwanza ya Kwaresma, kuna mambo machache ambayo ningependa tuyatafakari kwa pamoja. Jambo la kwanza, swala la kufunga ili kuitiisha miili yetu ili iweze kuogopa dhambi. Swala hili ni swala la kimaandiko. Ukipingana na swala hili la kufunga, wewe unapingana na maandiko. Kupingana na maandiko ni kupingana na neno la Mwenyezi Mungu. Kupingana na neno la Mwenyezi Mungu hauna tofauti na Adamu aliyepingana na maneno ya Mwenyezi Mungu, aliyekataza asile matunda ya mti wa utambuzi wa ujuzi wa mema na mabaya. Kwa hiyo hakuna mwanadamu ambaye anapaswa apingane na neno la Mungu. Namna ya kufunga pamoja na mambo yote ya kuyaepuka wakati wa kufunga, yote hayo yako katika maandiko matakatifu. Yote tunapaswa tuyazingatie. Na kufunga, tunafunga kwa sababu ya kuomba toba ya dhambi zetu. Sisi sote ni wadhambi, tumemkosea Mwenyezi Mungu. Dhambi iwe kubwa iwe ndogo, ni dhambi. Yote unamkosea Mwenyezi Mungu. Kila mmoja anapaswa kufanya toba. Hivyo kila mmoja anapaswa afunge, amlilie Mwenyezi Mungu katika makosa yake, aombe msamaha wa makosa yake, ajibidishe kuomba huruma ya Mwenyezi Mungu kwa kujitesa, kwa kujinyima na kwa kujishurutisha. Kwa hiyo hakuna yoyote asiyekuwa na sababu ya kufunga kwa kigezo hicho cha dhambi. Sisi sote tunapaswa tufunge, isipokuwa ambao wanaopewa ruksa ya kutokufunga ni watoto, wagonjwa na wazee sana. Lakini kuanzia umri wa miaka 14 mpaka umri wa miaka 60 unapaswa ufunge, ujitese kwa sababu ya toba ya dhambi zako. Kwa hiyo swala la kufunga sio swala la hiari, ni swala la lazima. Jambo la pili, tambua ya kwamba funga unayoifanya inaweza ikawa ni funga ya kweli au funga ya uongo, funga ya kumpendeza Mwenyezi Mungu au funga isiyopendeza machoni pa Mwenyezi Mungu. Funga ya kweli ni ile ambayo inayozingatia vigezo na masharti ambavyo Mwenyezi Mungu ameviweka. Na vigezo hivyo na masharti tunavisoma katika kitabu cha Nabii Isaya sura ya 58 aya ya 5 mpaka aya ya 11. Nabii Isaya anasema funga ya kweli inayompendeza Mwenyezi Mungu ni ile ya kuitaabisha nafsi yako pamoja na mwili wako, kunyima mwili wako chakula, vinywaji pamoja na mambo mengine ambayo mwili inavutiwa nayo. Lakini Nabii Isaya anasema vile vile katika kutabisha nafsi yako, lakini vaa mavazi ya magunia na ujipake majivu. Katika kipindi hiki cha funga hatupaswi kujali sana mwili kwa mavazi ya gharama, bali mavazi hayo yachukue na wasaidie maskini. Katika kipindi hiki vaa mavazi ya kawaida kabisa yasiyokuwa na gharama. Lakini vile vile anasema funga ya kweli iko katika vifungo vya uovu. Zuia miemko ya mwili, zuia tamaa za mwili, zuia misukumo ya mwili katika kipindi cha hiki cha kufunga. Lakini achia huru walioonewa, tenda haki kwa kila mmoja. Anaendelea na kusema gawia maskini sehemu ya chakula chako, usifunge ukaweka akiba ya chakula kwa kula baadaye. Funga hiyo sio funga ya kweli. Funga ya kweli ni kile chakula ambacho umekifunga, yale mavazi ambayo umeyafunga, zile tamaa za mwili ambazo umezifunga zinazokunufaisha wewe, chukua sasa na uwasaidie wasiokuwa na hayo. Wasaidie maskini na wavishe walio uchi. Huo ndio mfano wa funga wa kweli, funga ambayo inayokubaliwa na Mwenyezi Mungu. Sio funga ambayo sisi tulionayo na teolojia isiyokuwa ya kweli, tulionayo na maelezo yasiyokuwa ya kweli ya funga tulionayo. Wengi wanasema ya kwamba katika kipindi cha Kwaresma jambo ambalo unapaswa kufunga ni kufunga vitu unavyovipenda au ufunge dhambi. Sio kweli. Funga ya kweli
ni hii ya kitabu cha nabii Isaya, ameelekeza Isaya maagizo ya Mwenyezi Mungu. Na funga ya kweli ni hiyo ambayo tunayosoma katika kitabu cha nabii Yona sura ya 3 aya ya 7 na kuendelea. Funga iliyowanusuru wa Ninawi. Funga hii Mwenyezi Mungu alipokea na akawasamea wa Ninawi makosa yao. Kwa hiyo funga ya kweli ni ipi? Zingatia haya maagizo ya Mwenyezi Mungu. Usifunge unavyovitaka wewe, bali funga anavyoelekeza Mwenyezi Mungu. Usifunge kwa miemuko yako. Funga kadri ambavyo Mwenyezi Mungu anakutaka wewe ufunge kwa ajili ya toba. Ndugu zangu, wengi wanasema katika kipindi cha Kwaresima mimi nafunga dhambi. Hapana, dhambi unapaswa ifunge maisha yako yote. Katika kipindi cha Kwaresima, jambo la msingi na la kuzingatia ni kuutiisha mwili sasa kwa zile dhambi ambazo umetenda, zilizomuudhi Mwenyezi Mungu, ndizo ambazo unazifanyia malipizi, ndizo ambazo unaoshurutisha mwili wako. Ujue ya kwamba kwa maumivu haya ninayoyapata ndiyo maumivu ambayo Mwenyezi Mungu aliyapata kwa sababu ya dhambi ambazo mimi nilizitenda kwa ukaidi, kwa kiburi cha mauti nilicho nacho na kwa ujuaji wangu. Kwa kipindi hiki ni kipindi cha kujitaabisha zaidi. Na ninajitabishaje? Ninajinyima chakula, ninajinyima maji, ninajinyima mavazi, ninajinyima vile vile kutunza mwili, kuudekeza mwili na kuendekeza mwili. Yote hayo ninajinyima ili mwili huu niweze kuutisha, kuutesa, kuusulubisha kwa ajili ya toba ya dhambi zile ambazo nilizozitenda. Hiyo ndiyo funga. Kwa hiyo tunapoingia katika kipindi cha Kwaresima, sio kipindi cha kuacha dhambi. Dhambi tumeshaziacha na dhambi tunapaswa tuziache katika maisha yetu. Sio kipindi hiki sasa tunaacha dhambi. Dhambi tunapaswa kipindi hiki ni cha kujitesa, kujishurutisha na kuutiisha mwili. Sio kipindi cha kudekeza mwili na kuacha yale tu ambayo wewe unayataka. Ni makosa makubwa. Nabii Isaya anatuambia na nabii Yona anatuambia, Waninawi walifunga, wakaacha kula, wakaacha kunywa, wakaacha starehe, wakaacha anasa, mpaka mfalme alishuka chini akavaa mavazi ya magunia akaomboleza pamoja na watu wengine. Ndipo Mwenyezi Mungu akaipokea ile funga ya Waninawi na akawasamehe dhambi zao. Hiyo ndiyo funga ya kweli, sio funga hiyo ambayo tunayoisema wengi wanaosema kwamba ninaacha dhambi. Ndugu zangu wapenda, si kweli. Unavyosherehekea sikukuu ya uhuru haina maana umepata uhuru siku hiyo. Sisi wote tunasherehekea sikukuu ya uhuru kila mwaka. Haina maana siku hiyo ndio tumepata uhuru. Tuko huru kwa miaka 64. Kwa hiyo tunaposherehekea sikukuu ya uhuru ni kuuisha tu ule uhuru tulionao. Ni sawa na Kwaresima. Kwaresima sio kwa ajili ya kuacha dhambi, japokuwa unapaswa uache dhambi. Kwa hiyo kwa namna ya pekee ni kwa ajili ya kujitiisha, kutesa mwili katika dhambi zile ambazo tumeshaziacha siku nyingi katika maisha yetu. Kwa hiyo katika Kwaresima hii unautiisha mwili. Ni kama mtoto ambaye sasa analilia wembe na akipewa ule wembe unamkata. Anafanya maombolezo kwa yale maumivu anayoyasikia na majonzi, ili tena asirudie kushika wembe ukamkata. Ndiyo tafsiri ya Kwaresima. Unaruhusu kujitesa kwa sababu ya zile dhambi, unafanya toba kwa sababu ya dhambi ulizomkosea Mwenyezi Mungu, unasikitika kwa sababu ya dhambi ulizokosea, ili baada sasa ya hapa usirudi katika dhambi kama jinsi ambavyo ulivyomkosea Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo mtoto anapokatwa harudi tena kuchezea wembe. Na wewe ambavyo unavyoutiisha mwili wako, unavyohisi maumivu kabisa ya kuutiisha mwili wako katika kipindi hiki cha Kwaresima, ndio unafanya sasa malipizi ya dhambi zako ili usirudie zile dhambi ambazo umemkosea Mwenyezi Mungu. Na jambo la tatu, Yesu anasema katika Injili ya Mathayo sura ya 5 aya ya 20 ya kwamba haki yenu isipozidi ile haki ya waandishi na Mafarisayo, kamwe hamtaingia katika ufalme wa Mungu. Na moja ya haki ya waandishi na Mafarisayo, kama tunavyosoma katika Injili ya Luka sura ya 18 aya ya 12, ilikuwa ni kufunga. Mafarisayo walijinasibu na kujisifu ya kwamba wao wanafunga, tena wanafunga mara 2 kwa juma, siku ya Jumatatu na siku ya Alhamisi, kwa ajili ya toba ya dhambi zao. Na Farisayo alipofunga hakula wala hakunywa chochote kwa siku nzima, masaa 25. Alivaa mavazi ya magunia, hata yale mavazi yao ya gharama ya kifahari ya Kifarisayo waliyaweka pembeni, wakavaa mavazi ya magunia. Lakini vile vile alijipaka majivu usoni na alijitahidi zaidi kutenda matendo ambayo yanastahili na kumpendeza Mwenyezi Mungu. Na jambo la mwisho, hawakujipaka mafuta mwili mzima.
Sasa Yesu anasema haki yenu sasa isipozidi haki ya Mafarisayo. Moja ya haki yao ni kufunga kwa kutokula, kutokunywa, kutokuvaa mavazi ya gharama, kutokujihusisha na anasa, kutokujipaka majivu. Yesu anasema msipozidi hapo kamwe hamtoingia katika ufalme wa Mungu. Kwa hiyo kumbe kigezo cha kwanza cha kuingia katika ufalme wa Mungu vile vile ni kufunga. Jibidisheni katika kufunga. Ni kipindi cha toba, kipindi cha kusali, kipindi cha kufunga, kipindi cha kuwasaidia wahitaji na maskini, na kipindi cha kujinyima zaidi ili tuweze kupata ufalme wa Mwenyezi Mungu. Katika tafakari hii ni mimi Padre Kefa wa jimbo hili Katoliki la Geita. Awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Muwe na Kwaresima njema.